Tekla Mwiga alizaliwa tarehe 21 Mei mwaka 1990, mtoto wa Joseph na Thabita Karanja, wamiliki wa kampuni maarufu ya Kerocho Breweries yenye mabilioni ya biashara ya pombe. Tekla alisomea masomo yake ya awali Greenwich University, Uingereza, kisha kuendeleza masomo yake nchini Italy. Baadaye alirudi Kenya akijiwekea nafasi ya kazi kama Strategy and Innovation Director katika kampuni ya familia Kerocho Breweries. Mwaka wa 2017, Tekla alifunga safari kuelekea Italy kuanzisha biashara ya kahawa. Alipata msaada kutoka kwa rafiki yake wa shule ya upili, Max, lakini hatimaye mradi huu haukukua kwa kasi iliyotarajiwa. Lakini kwa mtindo wa kifamilia na kidiplomasia, Tekla Mwiga alikuwa mtu wa kuaminika, mwenye ndoto na mshikamano wa kijamii. Hata hivyo, miaka mitatu baadaye, dunia ilimpoteza mapema, tarehe 2 Mei mwaka wa 2020, akiwa na umri wa miaka 30. Akiacha nyuma mtoto mmoja, Annalisa Mwiga, ambaye sasa ni ARS katika Kerocho Breweries, pamoja na mtoto wake wa kiume Joseph Karanja. Ila yapi yalimkuta na kufanya kifo chake kuwa jinai? Hii ni Kurunzi ya Jamii, na kama wewe ni mmoja wa wanaojenga jamii hii, hakikisha unachangia maoni yako kwenye comment section na kusubscribe kwa kazi zetu. Jina langu Shaban Yusuf. Omar Lari, mwanamume wa miaka 50, aliishi maisha ya kipekee akijumlisha riziki na ujuzi wa maisha. Alijipatia kipato kama mhudumu wa kubeba mzigo ya watalii katika ziwa la Lamu, na alijulikana kama gwiji katika uendeshaji wa manowari. Lari alizungusha watalii baharini akiwapeleka katika maeneo ya starehe na burudani, mfano sehemu za Wayu. Chaguo la Lari lililomtofautisha lilikuwa ufasaha wake katika lugha nyingi: Kiingereza, Kijerumani, Kifaransa na Kidachi. Kabla ya kukutana na Tekla, Lari alikuwa na historia ya mahusiano tata. Alijulikana kuwa na watoto kutoka kwa wanawake tofauti, mmoja kutoka Ujerumani, mwingine kutoka Italy na mwingine kutoka Uholanzi. Wote walikuwa watoto wa watalii ambao walikuwa wametengeneza urafiki wa muda mfupi walipokuja ziara yao Lamu. Lari pia alikuwa na tabia ya unywaji wa pombe, akitumia fursa hiyo kujenga urafiki na watalii. Kwa baadhi ya rafiki zake, aliibua dhana ya kuwa mtapeli wa wanawake wenye hadhi, akiwatongoza kwa lengo la kujipatia faida za kifedha. Mwaka wa 2019, Lari na Tekla walikutana kwa mara ya kwanza, wakati wote wakiwa kwenye safari ya baharini kwa manowari. Walianza urafiki mara moja, na urafiki huu ukaimarishwa baada ya kukutana tena kwenye hoteli ya pwani. Lari alifika hotelini kutoa mizigo ya watalii, na mara moja aliona Tekla akiwa na mgongano na meneja wa hoteli kuhusu deni la 10,000 ambalo Tekla hakulipa. Lari, kwa moyo wa kusaidia, alikubali kulipa deni hilo, na hatimaye waliongozana hadi jumba la Tekla. Hapo walijiburudisha pamoja, wakipata muda wa starehe na mahusiano madogo ya kimapenzi. Kisha Tekla alienda kwenye chumba chake, huku Lari akilala barazani ambapo palikuwa na kitanda kingine. Wakati Tekla akiishi Naivasha, alisafiri mara kwa mara, lakini kila mara akimhakikishia Lari kuwa angehakiki kurudi. Huko Naivasha, Tekla alijikita kikamilifu katika kazi yake kama Strategy and Innovation Director katika Kerocho Breweries, akisaidiwa na rafiki yake Max katika kutekeleza miradi ya kampuni. Ili kupata pumziko la akili, Tekla aliamua kuchukua likizo ya wiki 2 Lamu. Lakini wiki 2 hizo zikawa mwezi mzima, jambo lisilo la kawaida kwa Tekla. Wakati wote wa likizo hiyo alikuwa mgumu kupatikana, hakushika simu au kujibu ujumbe.
akitumia muda wake kikamilifu kujifurahisha na kutuliza akili. Siku moja ya Jumamosi, akiwa amerudi Naivasha, Tekla alituma picha kwenye WhatsApp group ya familia akithibitisha kuwa mwanamume aliyeitwa Larry alikuwa mchumba wake kwa wakati huo. Habari hiyo ilisababisha taharuki ndani ya familia. Kila mmoja alishtuka na kuanza kujadili kwa kando. Mamake Tekla, Tabitha Karanja, alidhani kuwa ni mzaha wa kijana wake, lakini Tekla alimhakikishia kuwa alikuwa na maana ya maneno yake. Tabitha aliamua kumwombea binti yake kanisani na kumweleza Tekla kuwa angekutana naye Jumatatu wakati mama yake alikuwa Naivasha, lakini Tekla alikataa kumkaribisha. Siku iliyofuata, Tabitha na Analisa, dada mkubwa wa Tekla, walielekea hoteli ambayo Tekla na Larry walikuwa wamekodisha. Walijieleza kuwa wao ni wanafamilia wa Tekla na walihakikisha ulinzi kwa kila hatua. Mwisho wa siku, Tekla alikubali kukutana na wazazi wake, lakini kwa faragha peke yake na kumwacha Larry mbali, ingawa wote walikuwa Naivasha. Hata hivyo, Max, rafiki wa karibu wa Tekla, aliweza kuonana na wawili hao. Aliona tofauti kubwa kati ya mahusiano ya Tekla na Larry. Kulingana na Max, mahusiano hayo yalionekana kuwa na changamoto nyingi, yakitofautiana na mtindo wa kawaida wa Tekla. Larry hakuonekana kuwa mwafaka kwa Tekla kutokana na sura na mtazamo wake, jambo lililosababisha kutoelewana kati ya pande hizo mbili. Mark pia aligundua kuwa mahusiano hayo yalikuwa yakipoteza mwelekeo na kwamba Tekla hakuweza kutimiza matarajio yake ndani ya mahusiano hayo. Zaidi, kulikuwa na kutegemea kwa kiwango kikubwa kwa Larry ndani ya mzunguko wa Tekla, huku familia ya Larry ikichukua nafasi kubwa katika maisha ya kila siku ya wawili hao. Max aligundua zaidi kuwa hali ya Tekla kujifanyia maamuzi yake mwenyewe ilikuwa imevurugika na kumfanya kufanya mambo ambayo Larry alimsihi kufanya, jambo lililosababisha Tekla kuishia kuwa tofauti kabisa na muonekano wa kawaida wake. Larry kwa upande wake alionekana kuwa na uwezo mkubwa wa kumwendeleza Tekla kimaadili na kihisia, huku akimpa ushauri na kumshawishi katika kila jambo. Hata hivyo, baadaye mahakamani, Larry alithibitisha uhusiano wa urafiki kati ya Tekla na Max. Alikiri kuwa Tekla alijulikana kupenda kufurahia maisha na raha mbalimbali. Larry alibainisha mara rafiki zake wangeenda Lamu, Tekla angeishia kutumia muda mwingi kwenye pombe na hata baadhi ya dawa za kulevya, jambo ambalo familia ya Tekla ilikosa mbinu ya kumzuia. Familia walijaribu kumshawishi Tekla kurejea nyumbani, lakini jitihada zao zilishindikana. Tekla aliahidi kurejea kazini, ahadi ambayo haikufanikisha. Tarehe 30 Agosti mwaka wa 2019, Larry, Tekla na dereva wake Eric Cheriot waliamua kushangaza ndugu wa Tekla, James Karanja, wakati wa sherehe ya kuzaliwa kwake Dar es Salaam, Tanzania. James alikiri kuwa uwepo wa Tekla na Larry ulikuwa wa kushangaza kwake, kwani alijua historia ya mahusiano ya Tekla awali, lakini mahusiano haya yalionekana tofauti kabisa. Alihisi kuwa kati ya wawili hao kulikuwa na nguvu ya kushangaza kuliko mapenzi ya kawaida, jambo ambalo aliliita kama uchawi wa kimahaba. Larry, akiwa mkubwa zaidi ya Tekla kwa zaidi ya miaka 30, alionekana kuwa tofauti sana na wanaume wengine waliowahi kumtambulisha Tekla. Zaidi, James alikiri kuwa Larry alijitenga na wengine waliokuwepo shereheni. Victoria Amsila, mchumba wa James, alikiri kuwa Tekla alimwambia kuwa alimheshimu Larry kama nabii wake, jambo lililosababisha Victoria kushangaa na kuathirika kisaikolojia. Duru za Eric, dereva wa Tekla, zinaeleza kuwa kizaazaa kilizuka wakati Victoria alijaribu kumzuia Tekla kuondoka na Larry. Larry
alionyesha tabia ya kuudhi na kumtishia James, jambo lililosababisha Eric kustaafu kazi yake, akikiri kuwa Larry alichochea hali hiyo. Tarehe 8 Novemba mwaka wa 2019, James na Victoria walikutana tena na Tekla, safari hii Lamu. Siku ya pili ya ziara, Tekla alikuja na rafiki yake Yvonne, ambaye alimfahamu Larry vyema kutokana na maisha yao Lamu. Yvonne alithibitisha kuwa Larry alikuwa mtu wa aina yake, mara nyingi akitumia mbinu za kishauri kushawishi wanawake, na alishauri Tekla kuachana na Larry. Hata hivyo, Tekla alikataa, akijitetea na kuapa kutoachana na Larry. Annalisa, dada mkubwa wa Tekla, alijitahidi kwenda Lamu ili kuonana na Tekla. Alipofika, aliona Tekla akiwa tofauti kabisa na kawaida yake. Tekla alionekana kushughulika kwa uangalifu na Larry, huku mfanyakazi wa nyumba akithibitisha kuwa Larry alikuwa akimhujumu Tekla kimaslahi ya kihemko na kifedha. Wakati wa janga la COVID-19, Tabitha Karanja, mamake Tekla, alikiri mahakamani kuwa Larry alikuwa na uwezo mkubwa wa kifedha na alimsihi Tekla kumtumia zaidi ya milioni 2, baadhi kupitia benki na nyingine kupitia M-Pesa, katika kipindi cha mahusiano yao ya miezi 8. Sarah, mshauri wa Tekla, alithibitisha kuwa alipewa amri ya kumtumia Larry pesa kupitia simu bila kuelewa sababu. Eric, dereva wa Tekla, alithibitisha kuwa Larry aliishia kujiwekea fedha za Tekla na kumdhoofisha kifedha. Hata hivyo, Larry alieleza mahakamani kuwa mahusiano yao yaliathiri upendo wa Tekla kwa hali ya juu na walikuwa wakifarijika pamoja. Larry alisema kuwa walikuwa wakijiburudisha na kushiriki raha mbalimbali Lamu, huku wakijitahidi kuendeleza mahusiano yao bila sintofahamu. Tarehe 22 Aprili mwaka wa 2020, Tekla na Larry walipokuwa Lamu, walijiburudisha kwenye Java House. Siku hiyo ilikuwa ya mwisho Tekla kuzungumza na familia yake. Annalisa alithibitisha kuwa alikuwa amemtumia Tekla video za kuchekesha kupitia WhatsApp, na baadaye Tekla alimuita kuzungumza kuhusu video hizo, huku akicheka na kujadili maisha, huku Tekla akihakikisha kurejea nyumbani. Usiku huo, Larry anadai kuwa Tekla alimwagiza aende kununua vinywaji, huku Tekla akiwa amewaalika rafiki zake. Larry alikadiria kuleta boksi ya vodka, lakini alimalizia kuleta chupa 3 pekee, akidhani kuwa hiyo itatosha. Siku hiyo Larry alijihisi uchungu wa meno, hivyo alirudi dukani kununua dawa za kutuliza maumivu kabla ya kurudi kwenye hafla ya vinywaji. Baadaye alilala huku Tekla akijiburudisha. Asubuhi ya saa 11:30, majirani walimshtua Larry baada ya kuona Tekla amejikwaa kwenye ngazi za jumba walilolikomboa. Walioshuhudia walibaini kuwa damu ilikuwa imemtoka Tekla kinywani na pua, lakini walishindwa kuelewa ni nini kilisababisha kuanguka kwake. Larry alimpigia simu ndugu yake kufika haraka nyumbani kumsaidia Tekla, akiweka wazi wasiwasi wake kwa sababu ilikuwa nadra kwake kumpigia Tekla simu saa hiyo. Dakika chache baadaye, ndugu yake alifika na kumkuta Tekla amelazwa chini ya ngazi akiwa na Larry, huku Larry akiwa amemshika na mwenye wasiwasi. Larry alikiri mahakamani kuwa hawakuripoti tukio hilo kwenye kituo cha polisi, kwani walihisi kuwa ni jambo dogo tu. Badala yake walimpeleka Tekla kwa daktari wake wa nyumbani, ambaye alimshauri kumpeleka hospitalini. Tekla, akiwa na damu ikitoka kwenye shingo yake ya kushoto, alipelekwa hospitalini, na Larry akimpigia simu shemeji yao mwingine, Ali Bakari, kumsaidia kumpeleka. Baada ya vipimo vya awali, Tekla alipelekwa King Fahad Hospital, ambapo daktari Mubarak alimhudumia. Daktari alithibitisha kuwa Tekla alikuwa mgonjwa, lakini hakuweza kuzungumza.
Nguzo zake zilikuwa na damu na alionekana kubeba harufu ya pombe. Daktari aligundua kuwa Tekla alikuwa amepatwa na jeraha la mguu wa kushoto ambalo ni muhimu kwa kumbukizi ya mtu. Ukaguzi wa kitaalamu ulionyesha kuwa jeraha hili haliwezi kusababishwa na kuanguka tu, bali kutokana na nguvu ya mgongano wa nje. Baadaye, Tekla alisafirishwa kwa ndege kutoka Lamu hadi Nairobi kwa matibabu zaidi, lakini kwa bahati mbaya, wiki mbili baadaye, tarehe 3 Mei mwaka wa 2020, Tekla alifariki dunia. Tarehe 4 Mei mwaka wa 2020, taarifa ya kifo chake ilifikia maafisa wa usalama. Larry alikamatwa na maafisa wa usalama kutokana na kushirikishwa na kifo cha Tekla. Aliruhusiwa kushikiliwa kwa siku 21 na Alan Sitati, jaji wa Lamu Principal Magistrate, ili uchunguzi wa kina ukamilike. Tarehe 12 Mei mwaka wa 2020, matokeo ya autopsi yalithibitisha kuwa Tekla alifariki kutokana na kiwewe kwenye fuvu la kichwa. Wataalamu ikiwemo government pathologist Johansen Odor walisadikisha kuwa kifo kilitokana na kupigwa kwa nguvu na hakuna alama za kemikali au vipengele vingine vinavyoweza kuwa chanzo cha kifo chake. Siku 4 baadaye, tarehe 16 Mei mwaka wa 2020, mwili wa Tekla ulizikwa kwa hafla ya siri huko Naivasha. Familia ya Larry ilitaka ruhusa ya kuhudhuria mazishi, lakini familia ya Tekla ilipinga ombi hilo. Tarehe 26 Mei mwaka wa 2020, kesi kuu ilifunguliwa kuhusu kifo cha Tekla. Larry aliachiliwa huru na mahakama kwa sababu siku 21 zilizotolewa kwa maafisa wa usalama zilikamilika bila kupata ushahidi wa kutosha kumshutumu. Jaji Alan Sitati alisisitiza kuwa maafisa wa uchunguzi hawakupata ushahidi wa kutosha kumshawishi yeyote kuendelea kumdhibiti Larry. Baada ya Larry kuachiliwa huru, maafisa wa usalama walibaini uwepo wa udanganyifu katika hadithi aliyokuwa ameiweka jinsi Tekla alivyopoteza maisha. Hivyo basi, tarehe 23 Juni mwaka wa 2020, Larry alishtakiwa kwa kifo cha Tekla. Wakili wa serikali Eddie Kadebe pamoja na Zakaria Kazongo waliamini kuwa kulikuwa na ushahidi wa kutosha kumshtumu Larry kwa kosa la mauaji. Awali, Larry alidai kuwa Tekla alikuwa amepoteza fahamu na kuanguka kwenye ngazi, lakini baadaye alibadilisha kauli yake akidai Tekla alifariki baada ya kuanguka bafuni. Hali ya kesi hii ilizua mjadala mkubwa. Tarehe 16 Julai mwaka wa 2020, mahakama iliondoa mashtaka ya mauaji dhidi ya Larry na baadaye DPP aliamua kufungua open inquest kuhusiana na kifo cha Tekla. Kati ya Julai na Novemba mwaka wa 2020, hali kati ya familia za pande zote mbili ilionekana kutulia huku wakisubiri maelezo zaidi kutoka mahakamani. Hata hivyo, Novemba mwaka wa 2020, inquest kuhusiana na kifo cha Tekla Muigai ilifanyika Nairobi. Larry aliendelea kukana mashtaka yote, akisisitiza kuwa mahusiano yake na Tekla yalikuwa ya upande wa hali ya juu na haingeweza kupelekea kifo chake. Alieleza pia kuwa hakuwahi kumdhuru mwanamke yeyote maishani mwake. Ndugu zake walimuunga mkono, wakithibitisha kuwa hawakuwahi kuona Larry na Tekla wakipigana au kugombana. Katika usikilizaji huo, mahakama ilipokea ushahidi kutoka kwa mashahidi 25. Wengi walisema kuwa Larry alijaribu kutenganisha Tekla na familia yake, kuhakikisha binti huyo hapati muda wa kuwa na familia au marafiki. Peter Kariuki, aliyekuwa mhudumu wa hoteli Naivasha na rafiki wa Tekla, alikiri mahakamani kuwa mahusiano yao yalikuwa na migongano mara kwa mara, hasa wakati walipokuwa katika safari za kujiburudisha Mount Kenya. Peter alieleza kuwa mara ya kwanza aliona Larry akimdhuru Tekla ilikuwa wakati rafiki yao Roy alijiunga nao, na Tekla alionekana kutokuwa huru katika mahusiano yake na Larry.
Maafisa wa usalama walithibitisha pia kuwa Tekla alihofia usalama wake kwa wakati fulani, akipiga simu wazazi wake huku akilia kuomba msaada. Hata hivyo, kesi hii bado inaendelea na mashahidi wengi wanatarajiwa kutoa maelezo zaidi pindi inquest itakapokamilika. Wakati wa usikilizaji, ilibainika kuwa mahusiano kati ya Larry na Tekla hayakuwa sawa. Mmoja alikuwa na mshahara mkubwa na mwingine alitegemea mali ya mwenzake. Hata ingawa mahusiano yalionekana kuwa ya upendo, ushahidi wa mahakamani ulionyesha kwamba Larry alitumia nafasi yake kuangusha wanaume wenzake, hasa katika masuala ya fedha ya Tekla. Sasa tunataka kusikia maoni yako. Je, unadhani kifo cha Tekla kilihusiana moja kwa moja na Larry au kilitokana na hali nyingine kama kutojali au bahati mbaya? Hii ni Kurunzi ya Jamii. Jina langu Sheban Yusuf.